Waziri wa mambo ya kigeni wa Iran Abbas Araghchi anasema Iran ni nchi ya watu ambao hawaogopi vifo na hawawezi kushindwa kwa kuzingatia mafundisho ya dini yao waliopokea. Abbas Araghchi, waziri huyo wa mambo ya kigeni, amesema siku ya leo Jumanne baada ya Israel kulishambulia moja kati ya majengo ya shirika la utangazaji la Jamhuri ya Kiislamu ya Iran katika mji mkuu wa Tehran. Mtangazaji Sahar Emam alikuwa hewani wakati kombora lililokumba jengo la televisheni ya taifa, lakini muda mfupi alirejea moja kwa moja na kuanza tena matangazo. Waziri huyo wa mambo ya kigeni alitaja shambulio hilo kuwa la kikatili na kumsifu mtangazaji huyo kwa ushujaa wake. Jana usiku, katika kilele cha mashambulizi ya kikatili ya utawala wa Israel dhidi ya shirika la utangazaji la taifa, mwanamama shupavu wa Iran alisimama mbele ya kamera bila woga na uthabiti na kwa uzalendo. Alikuwa sauti ya Iran, alisema Araghchi katika ujumbe uliobebwa na ukurasa wake wa Telegram wa msemaji wa Wizara ya Mambo ya Nje ya Iran. Hata hivyo, mwanadiplomasia huyo mkuu wa Iran Araghchi amewasifu wafanyakazi wa televisheni hiyo ya taifa kwa ushujaa wao baada ya makao makuu kushambuliwa wakiwa katika matangazo katika Jamhuri hiyo ya Kiislamu ya Iran. Abbas Araghchi amesema kwamba Waajemi kamwe si watu wa kushindwa na kamwe hawataweza kukubali kushindwa katika nyakati za mapambano. Watapambana katika nyakati zote na kamwe hawatashindwa katika namna moja ama nyingine kama ambavyo wengi wanadhani. Araghchi anasema kwamba Iran inapambana kwa kiasi kikubwa na mataifa mengi katika ulimwengu, hasa Marekani na washirika wake ambao wanaisaidia Israel katika mapambano dhidi ya Jamhuri hiyo ya Kiislamu ya Iran. Araghchi pia aliwasifu wafanyakazi wengine wa televisheni ya taifa kwa ujasiri wao, akisema ardhi yetu ni mahala pa kuzaliwa kwa wanawake na wanaume wenye heshima ambao wanaona kifo kuwa duni kuliko heshima yao. Araghchi anasema moja kati ya kazi inayofanywa na Waajemi ni kutengeneza heshima kuliko kuogopa kifo na kutengeneza historia kuliko kuogopa maadui. Ameongeza kuwa wanawake na wanaume wa Iran hawawezi kushindwa kwa sababu wamefundishwa ushujaa wa imamu watatu wa Kishia, Imam Hussein, tangu utoto wao. Shambulio la Jumatatu lililofanywa na Israel katika televisheni ya taifa lilisababisha vifo vya watu wasiopungua wawili, mmoja akiwa mhariri wa habari na mwingine alifanya kazi katika IRIB Secretariat. Mtazamaji wa The World News, hayo ndio ya Abbas Araghchi, akieleza wazi kwamba wa Iran daima hawataogopa vifo na daima watailinda ardhi yao na wataisemea kwa kila namna, ila tu watahakikisha inashinda katika vita vya aina yoyote. Endelea kutufuatilia mtazamaji, lakini usisahau kulike, kucomment, kadhalika na kusubscribe channel yetu hii ili upate habari hizi kwa mapana hapa The World News. Mimi ni Adam Hussein, endelea kuwa nasi wakati wote, endelea kutufuatilia, utaweza kuyajua mengi ya ulimwengu kupitia The World News.